uongozi hata wa hoteli haujui, mpaka ikabidi pale jana asubuhi amefanya, ilikuwa ni mzingo wa fracas, watu wakashangaa, wageni wanashangaa, mtu anataka kushikwa mtero, uongozi wa hoteli haujui. Mpaka baadaye wanasheria wako pale ndio wameweza, wamepambana, yule mtu akakimbilia kwa wanasheria pale, na kiongozi wa ulinzi wa hoteli akasema kwamba amwezi kumchukua mtu bila kujitambulisha nyinyi akina nani. Kwa hiyo tuna taratibu hiyo inaelekeza namna ya mtu anatakiwa kushikwa, lakini wenzetu hawafuati hivyo. Kwa hiyo Chadema kama chama kinalaani yale yote ambayo yalitokea, kinalaani viongozi wa polisi na ndio ambao walishiriki katika zoezi zima, watu wa uhamiaji, watu wa polisi ambao walikwenda kufanya zoezi la kumshika washika wale watu bila kufuata taratibu za sheria. Unapokuwa kama nchi, unapokuwa ni jumuiya ya kimataifa, unatakiwa uendane na kanuni na misingi au na yale maadili ya mtu ambaye amefanya nini, amesasishika, ameungwanika. Yanasema kwa Kiingereza kwamba you are a civilized person. Sitaki kutumia neno ustaarabu kwa sababu si sawa sawa. Ni mtu watu ambao wameungwanika. Ndio kusema ustaarabu, ndio anasema Ustaafrika, mwingine anasema Ustauraya. Sio sawa sawa. Kwa hiyo ni mtu ambaye jamii ya watu ambao wameunganika, mataifa ambayo yana tamaduni na tabia na mienendo ambayo inaonekana kama huyu mtu sasa si mtu anaishi, si mtu hayawani, bali ni mtu ambaye amejamiika, amekaa sawa sawa na wenzake wengine, mwisho wa siku akaraihika na kuwa mtu wa ulimwengu ambaye anaendana na tabia za nini, za watu ambao ni waungwana, na ni mojawapo ya sifa ya kuwa taifa. Sasa mtu anaposhikwa kinyume cha taratibu, sheria zetu zinasema watu wanapotaka kumshika mtu lazima wafuate taratibu, lakini si wanaofuata. Tumeona matukio ya watu kupotezwa, wanashikwa wanapotea, na tuna wenzetu, tuna kesi ya kina Mdude hatujui yuko wapi mpaka hivi leo, Deus Soka hatujui, Ali Kibao alishikwa kwenye basi mpaka leo polisi hata upelelezi hujafanyika, wameshikwa watu wengi wamepotea, mwisho wa siku wanasema kwamba sio sisi tuliwashika. Hata wanachama wetu wa Chadema walipopigwa hapa wanasema kwamba sio sisi tuliwapiga. Kwa hiyo kuna kukana hata mambo ambayo ni ya wazi kabisa. Lakini mwisho wa siku yule kijana ametusaidia sana kuweza kujua namna gani vyombo vyetu vya dola vinavyofanya, vinavyokiuka kabisa tamaduni na sheria. Sasa unawashika raia wa nchi nyingine, unakiuka. Unapomshika raia wa nchi nyingine, lazima, pengine ni somo kwa polisi, lazima unapomshika raia wa nchi nyingine na una ubalozi wake hapa, lazima umwarifu balozi wa ile nchi. Wenda wao wafahamu hivyo. Ndio kanuni za kimataifa zinavyosema. Lazima mtu ila arifiwe, ufahamu kwamba ni raia wa nchi nyingine, balozi wake anatakiwa ajue. Sasa kama Boniface Mwangi lazima ushirikishe mabalozi. Sasa imebidi sisi tuanze kuhangaika kuweza kuambia mabalozi kwamba mtu wenu yuko hatarini, ndio mabalozi waweze kwenda. Si kwamba maarifiwa na serikali yetu. Sawa. Kwa hiyo sisi kama Chadema tunashukuru sana hao watu wote wa jumuiya ya kimataifa ambao walijitokeza kuja kushiriki kesi ya mwenyekiti wetu, na wale ambao wameingia gharama kubwa kuweza kutoka huko na kuweza kufika hapa. Sio kama sisi tunawalipa, hatuna hizo fedha za kuwalipia hao watu. Wamefika hapa wanafuatilia kwa sababu gani? Wana jukumu la kiubinadamu na kiutu, kwamba kuhakikisha kwamba haki za binadamu zinaheshimiwa. Hasa alafu vile vile tunashukuru wanachama wetu wa Chadema, licha ya yote ambayo yalipotokea, sio kwamba wote waliruhusiwa kuweza kuingia, ni wachache tu ambao waliweza kuruhusiwa kuingia pale mahakamani, na wengine wakakaa kule nje. Hata wengine vyombo vilikuwa pale kuweza kuona vizuri, uliambia kwamba tu waangalie kwenye mitandao yao ya simu, lakini tunafikiri kwamba itabidi kuomba uongozi wa mahakama kwamba lazima kuwe na nini, waweke hata TV ili watu waweze kuona pale na vile vile waweze kusikia nini kinaendelea. Basi tunawashukuru sana hao watu jumuiya ya kimataifa. Alafu na tunaomba msamaha sana kwa niaba ya Watanzania. Tunaomba msamaha sana kwa wenzetu ambao walipata madhira makubwa, kina Martha Karua, kina Dr. William Mtunga, na watu wote ambao yule Aneti, Boniface, Faith, na wote ambao waliondolewa kwa nguvu hapa Tanzania. Tunasema tunaomba msamaha sana. Mtusamehe sisi wa Tanzania ambao tunaomba msamaha. Viongozi wetu watakataa kuomba msamaha, sisi Chadema kwa niaba ya Watanzania tunaomba msamaha. Tunasema kwamba mtusamehe, ndio hali ambayo tunapitia katika mazingira magumu ambayo tunaongozwa nayo, kwamba haki za binadamu na zile vitu ambavyo tunategemea kwamba tumeshafanikiwa kuvikamilisha na kuwa sehemu ya utamaduni wetu, hivi sasa vinaonekana kama tunaanza kupigania upya. Sasa kingine ambacho nataka kuzungumzia ni kwamba sisi Tanzania ni nchi ambayo ilijinasibu kutokea mwaka ule wa 60 kwamba tutakuwa nchi ambayo itaheshimu haki za binadamu, ni nchi ambayo itahakikisha kwamba haitakaa na kushirikiana na mataifa ambayo yanakiuka haki za binadamu. Ni kwa hilo na tunapenda wale wako serikalini huenda wengi hawafahamu,
kwa sababu nadhani napata shida sana ninapokuwa nawasikiliza kama vitu hivyo wanavifahamu. Mwaka 60 Mwalimu Nyerere alisema kwamba Tanzania haiko tayari kujiunga na Jumuiya ya Madola kama Afrika ya Kusini itaendelea kuwa mwanachama wa Jumuiya ya Madola. Akasema mchague, mnabakia na makaburu au mnamkaribisha Tanganyika kuwa sehemu ya Jumuiya ya Madola. Lakini Tanganyika itashiriki tu katika Jumuiya ya Madola kama makaburu Afrika Kusini itaondolewa katika Jumuiya ya Madola. Jumuiya ya kimataifa kwa kuona uzito wa kauli ya Tanzania ya Tanganyika ikaamua ikasema Afrika Kusini iondoke. Afrika Kusini iliondoka. Tulikuwa tuna tamaduni ya kupeleka watu wetu kwenda kufanya kazi kwenye migodi ya Afrika Kusini. Mwalimu Nyerere alisitisha hiyo mwaka 60. Watu wengi sana huko Mbeya wapi, wengi ukisikia stories zao, masimulizi yao, wamefanya kazi kwenye migodi huko Afrika Kusini. Mwalimu Nyerere, serikali ya Tanganyika ilipokuja baada ya kupata ile madaraka, ile serikali ya madaraka ile mwaka 60 alizuia hicho kitu. Na baada hapo tukahakikisha kwamba tunaongoza jumuiya ya kimataifa. Ule mwaka wa 76 kususia michezo ya Olimpiki kutokana na kwamba timu ya cricket ya New Zealand ilifanya nini? Ilikwenda kufuata michezo na Afrika Kusini. Tukasema kwamba madhali na New Zealand na yenyewe inashirikiana na watu ambao wanakiuka haki za binadamu, sisi Tanzania tutafanya nini? Hatutashiriki michezo ya Olimpiki mwaka 1976 kama New Zealand itashiriki. Tuliongoza jumuiya ya kimataifa. Na wakati huo tuna mwanariadha mzuri kabisa, Philbert Bayi, ndio anaongoza, ndio bingwa wa mita 1500. Tukaweza kuyashawishi mataifa zaidi ya 23. Mataifa 23 ya Afrika yalisusia. India na wenzetu wengine wakatuunga mkono. Na ni michezo pekee ya Olimpiki ambayo hadi hivi sasa imepata nini? Imepata hasara. Ni Tanzania hiyo ambayo ilikuwa na kauli thabiti ikaongoza jumuiya ya kimataifa kuweza watu ambao wanatambua wakaweza kususia michezo ya Olimpiki. Hatukuishia hapo. Mwaka 79 baada ya Idi Amin kutuvamia hapa, tulipeleka majeshi yetu kwanza kumtoa Idi Amin hapa, na baada ya hapo kuingia Uganda. Mwalimu Nyerere alisema kwamba sababu tunampatia adhabu kidogo ndani mipaka yake, lakini mwisho wa siku ndio tarehe 11 ya mwezi wa 4 mwaka 79 majeshi yetu yakaweza kuingia Kampala na utawala wa Idi Amin Dada ukakomeshwa. Tarehe 11 ya mwezi wa 4 mwaka 79. Na mwaka 79 huo ni mwaka muhimu sana katika historia ya jumuiya ya kimataifa kwa sababu madikteta 5 walianguka katika ubwaka. Alianguka Somoza wa Nicaragua, alianguka Shah wa Iran, alianguka Ngwema wa Equatorial Guinea, akaanguka Bokassa wa Afrika ya Kati, na wa mwisho na mwingine ambaye alikuwa hapo ni Idi Amin Dada. Tanzania ilikuwa na mchango mkubwa. Sasa katika kikao cha OAU mwezi wa 7 mwaka 79, Tanzania ilituhumiwa na Nigeria wakati huo mzee Olusegun Obasanjo ambaye mnamuona hivi sasa, na Nimeri Jafari Nimeri ambaye alikuwa ni mwenyekiti wa OAU wakati huo alikuwa anamaliza muda wake. Walituhumu Tanzania, mkutano ulifanyika Monrovia. Tanzania ilituhumiwa na Nigeria na Sudan kwamba imekiuka msingi mkubwa wa agano la OAU la kuvamia nchi nyingine. Mwalimu Nyerere alitoa hotuba ya dakika 5. Na wakati anasimama kwenda kuhutubia, Obasanjo alitoka nje ya ule mkutano pamoja na Jafari Nimeri. Mwalimu alisema kama ni halali mataifa ya Afrika kupiga kelele na kulaani ukiukwaji wa haki za binadamu unaofanywa na makaburu wa Afrika Kusini, kama ilivyokuwa imetokea Soweto mwaka 76, ilivyokuwa imetokea Sharpeville mwaka 60, ilivyokuwa imetokea ukiukwaji wa haki za binadamu unafanyika wapi? Unafanyika Rhodesia, Southern Rhodesia, hiyo ambayo ilikuwa chini ya Ian Smith. Ulikuwa unafanyika na mataifa mengineyo. Inakuwaje ni halali kwa mataifa haya ya Kiafrika kufumbia macho ukiukwaji wa haki za binadamu ambao unafanya na serikali za Kiafrika ndani ya mataifa yao? Akasema Tanzania haiwezi kuwa sehemu ya umoja kama huo na haiwezi kukubali hicho kitu. Kwa hiyo Tanzania ilisema kwamba inajichukulia madaraka na ina madaraka hayo, ina ile haki yake, inailinda haki yake ya ukemea uovu na ukiukaji wa haki za binadamu popote pale. Na Tanzania ilikuwa ifanye kitu kipya. Kuna kanuni ya kuheshimu haki za binadamu kwa kila serikali
na kila taifa inaitwa erga omnes. Una jukumu, kila nchi na serikali na jukumu la kuheshimu haki za binadamu, raia wake, na mataifa mengine yana haki ya kukemea ukiukwaji huo haki za binadamu. Sasa Tanzania ilitumia hiyo haki yake, na mwisho wa siku ule uamuzi wa Mwalimu Nyerere ndio ambao ulisababisha baada ya mataifa ya Afrika kuona yamepata aibu na kuaibika, kuweza kusema kwamba yatunge agano la haki za watu na binadamu la kitamaduni la Afrika, African Charter on People on Human and People's Rights la mwaka 1981, ambalo linatoa nini? Hakikisho kwamba nchi za Kiafrika zinatambua, zina tamaduni zao, zina historia yao, zina mienendo yao ambayo inaheshimu haki za binadamu na inazingatia vile vile tamaduni zao. Azimio likapitishwa mwaka 81, na kwa wale wasiofahamu, nadhani kuna upungufu mkubwa sana ufahamu katika serikali na uongozi wetu, ni kwamba ndio katika mkutano huo ulifanyika Nairobi mwaka 81, Salim Mohamed Salim aliteuliwa kuwa mgombea wa nafasi ya katibu mkuu wa Umoja wa Umoja Mataifa mwaka ule 81, ndio akaenda kupambana na Kurt Waldheim wa Austria. Lakini kutokana na mizengo ambayo ilifanyika, Salim Mohamed Salim hakuweza kuwa katibu mkuu, lakini China ilimunga mkono, Marekani ikamwekea kura ya turufu, na China ikamwekea kura ya turufu mpinzani wake Salim ambaye ni Kurt Waldheim. Watu wawili lazima wajitoe, na ndio Javier Perez de Cuellar akachaguliwa kuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa baada ya wao tukao wamejitoa. Tuna historia hiyo. Na ukumbuke sisi Tanzania, kwa kuheshimu haki zetu za kupigania haki, ndio ambao mwaka 71 Salim Mohamed Salim akiwa kiongozi, akiwa balozi wetu wa kudumu wa Umoja wa Mataifa, Tanzania iliongoza jumuiya ya kimataifa kupigania kurudishwa kwa kura ya turufu au kurudishwa kwa China katika baraza la usalama wa Umoja wa Mataifa. Ni historia ambayo ilikuwa inaheshimika. Tanzania ilikuwa ikizungumza, inafanya nini? Inasikika. Na wakati huo, ile miaka ya 70, hapa Indira Gandhi alikuwa anakuja karibu kila baada ya mwezi mmoja. Wakina David Owen walikuwa wanakuja hapa. Andrew Young wako hapa kuja kushauriana na Tanzania namna gani ukoloni utakomekwisha katika Afrika, namna gani mataifa ya nchi za 77 yatakayotakiwa kuenenda, msimamo upi uko wapi, Afrika inasemaje. Sasa tulipofika ndio hapo tulipo. Taifa ambalo lilikuwa ni makao makuu ya kamati kuu ya